Wasikilizaji wangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niko Morogoro leo, siku yangu ya kwanza, lakini ingawa niko Morogoro, zile ratiba zetu huwa hatuziachi. Alfajiri nilipoamka nimeangalia mtandao, na kama kawaida naanza na taarifa za vita baina ya Irani na Marekani, na leo nimepata ile ambayo naweza kuita hii ni kubwa yake, na nimeona nieleze ile wale ambao hawajaiona wajue nao nini kipo duniani, na vita sasa inakwenda mahali gani, na vipi dunia inavyobadilika kwa haraka kiasi ambacho akili zetu za kawaida zinapata tabu kwenda sambamba na spidi hiyo. Mkuu wa majeshi ya Irani leo alikuwa anafanyiwa mahojiano, akaulizwa itakuwaje endapo Marekani ataamua kutumia bomu la nyuklia dhidi ya Iran. Swali hilo kwa mtu yoyote ukiona kiulizwa lingekuonyesha yeye mwenyewe anaulizwa litamstua, lakini mkuu wa majeshi wa Iran alitulia, akasema sitegemee Amerika kama wanaweza kufanya kitu kama hicho, kwa sababu, na hili jibu lake ndiyo hata mimi limenistua, na sisemi kama mimi mjanja sana kuwa nitajua jibu kama leta kwa vipi, lakini halikupata kupita mimi katika fikra zangu, na naamini vile vile fikra za wengi jambo hili hajapata kupita. Akajibu akasema, endapo Marekani atapiga nyuklia dhidi ya Iran, basi vituo vyake vyote duniani, yanakusudia bezi nje ya Marekani, ambavyo mimi baada ya kusikia hivi nimeanza kupita katika mitandao kutaka kujua Marekani na bezi ngapi nje ya nchi yake Marekani. Wanasema naona na wao hawajui, wanatupa habari sisi hawajui, wanasema wana bezi baina ya 50 na 80, tujalie katika hiyo namba kubwa, wana bezi 80. Wanasema zile nchi ambazo Marekani ameweka bezi, basi watavamia bezi za Marekani na watatushika wao. Hili mimi alikupata kunipitikia, na narudia kusema kuwa sisema kama mimi mjanja sana, lakini na wengi hawajapata kupitikia. Wengi wa fikra yao, na ndio fikra yangu mimi, mathalan, na Mungu apishe mbali, kama Marekani atatumia nyuklia dhidi ya Irani, ni kuwa nchi nyingine zote zitatulia. Sasa jibu lilokuja ni kuwa akifanya hivyo, basi zile nchi, na hapa tunakusudia kuwa nchi ambazo nazo zipo kwenye NATO na nchi nyingine Latin America kote huko, basi Ulaya wapi kote huko, ni kuwa zile nchi majeshi yake yatavamia bezi zote za Marekani na zitakuwa chini yao. Hii ina maana gani? Maana yake nini hii? Maana yake sasa, hii ndo nafikiria mimi, ndo fikira yangu, na nyinyi wenzangu wasikilizaji wangu mtasaidia vile vile. Maana yake ni kuwa Marekani anaweza, kama itatokea vita sasa, kwa wao wamepiga Irani kwa nyuklia, kwa wao wanaweza kupigwa sasa na silaha zao wao wenyewe, kwa sababu hakuna nchi itajiona salama ikiwa Marekani atakuwa na uwezo huu na tabia hii, hulka hii ya kupiga popote pale anapotaka, na yeye asiwajibishwe
Ndio sasa mimi nauliza hili swali, mkuu wa majeshi ya Irani yeye kalipataje? Limetoka wapi? Ni fikra yake tu ama umefanya kazi kutaka kujua endapo hili litatokea nini kitatokea? Sasa ndio tuseme kuwa, na siseme kwa Irani, marafiki wa Irani, nchi za kawaida, diplomasia ni kubwa sana, labda wameuliza, jamani, ndio tuna hii vita haishi na kwenda, je, kama itatokea jambo ambalo tunaliona liko mbali kabisa, ikitokea Marekani katika hii hali ya kutapatapa, wakaona njia ya kumaliza tatizo hili, njia ya mkato ni sisi kutumia nyuklia dhidi ya Iran, itamaliza kila kitu, itakuwa watu washughuliki tena na vita, baki vita itakuwa ndio mwisho wake. Sasa nyinyi mtafanya nini? Sasa bila shaka majibu yalitoka katika nchi hizo, labda tutakuja kujua kwa mbele ya safari kuwa hatutomwacha Marekani akafanya mambo ya kipuzi kama hayo. Sisi tutachukua bezi zake, lakini hawakwenda mbele pale kuona tutafanya nini. Unajua nyuklia si kitu mtu unakifikiria tu, si kitu cha mchezo, ni kitu ambacho kinataka fikra kubwa. Nataka nikupeni mfano wa kitu kimoja hapa. Nadhani watu wengi mpata kusikia habari ya voodoo inayotumiwa hasa huko Haiti, kiza huko. Voodoo, uchawi. Wanasema kuwa wana uchawi ambao wanaweza binadamu wakamfanyia ulozi huo, uchawi huo, akawa amekufa. Na amekufa naweka inverted commas. Yule mtu akachukuliwa, hata madaktari wakampima wakasema huyu mtu amekufa, halafu wakamfufua. Unasema voodoo hiyo. Kuna filamu imetengenezwa, lakini kabla tujakwenda kwenye filamu, nataka nikupeni jambo la kweli. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam siku moja tumetangaziwa kuwa kuna Mtanzania amefanya PhD katika voodoo na anakuja kufanya ile inaitwa inaugural lecture hapa Dar es Salaam University. Mimi nikahudhuria. Katika yote aliyosema, hili ndio nakuleteeni aliyosema. Anasema huku Haiti, anasema mtu anafanyiwa ile na wanatumia, naye akasema samaki bunju. Anasema samaki bunju ana sumu ambayo inaweza kumlaza mtu, na akaonekana amekufa kabisa, na madaktari clinically dead, akaja huyu mtu hayupo duniani. Na wakaja mafundi wale, baada ya kufanya kazi yao, wakamwamsha, akarejea katika uhai wake. Sasa Wamarekani ni watu watundu sana, ni watu kila kitu wanataka wakijue. Kuna movie imetengenezwa, jina imenitoka silikumbuki. Wanasema chuo kimoja Marekani, alikuja mwanafunzi kutoka Haiti, akaambia jamani, nataka nikwambie kitu mimi nimekiona kwa macho yangu. Kipi? Akisema mtu amepimwa, amekufa, lakini akaamshwa, yani akafufuka. Kaambia bwana, usituletee habari za alfu lela ulela bwana. Akawapa ushahidi, akasema ushahidi huu, so many death certificate. Na huyu mtu ndio huyu hapa pichani.
hai. Hao ni madaktari mascientist, hao wanazungumza hii, wanazungumza uchawi. Asema wakawa wanajadiliana katika ile, akasema kama kuna dawa, kuna hali mtu anaweza kufanywa akawa ametulia kabisa kama vile amekufa na tukamwamsha, basi hii inaweza kutusaidia sana katika elimu ya uganga. Katika elimu ya uganga inaweza kutusaidia sana sisi, na kama wewe unasema hakika umeona, sisi tutapeleka mtu athibitishe hiki ambacho wewe umekiona. Sasa movie ndio ikatengenezwa baada huyo kijana kwenda huko. Sasa akaleta majibu, basi akaelekezwa kwa wale mafundi, akenda kwa fundi ule, akamwambia mimi nimekuja, ni jambo langu nataka unifanyie. Ni jambo gani? Ambia nataka unipe ile voodoo ambayo naweza nikamlaza mtu akawa amekufa. Katika movie, hizi movie ni wanatengeneza scene ambazo zinakukamata wewe. Yule bwana akashtuka, na ninakumbuka maneno aliyozungumza, akamwambia wewe mzungu wewe una nini wewe, unakuja na habari hizi, umetumwa wewe? Akamwambia hapana bwana, mimi nataka hasa kujua kama ili jambo hakika linawezekana. Akamwambia na ukishajua kama linawezekana, sasa unataka kufanya nini? Kwa sababu kwao vile vile ni kitu kikubwa sana, si kitu cha mchezo. Akamweleza bwana, nataka kufanya mimi hiyo, kuna mtu nataka nimfanyia. Akamwambia mzungu, na alikuwa anatumia sana hii mzungu kwa sababu alikuwa anaamini huyu vipi ataamini jambo na wala mambo yao. Akamwambia sikiza mzungu, usidhanie ile jambo la maskhara, hii si maskhara hii. Hili jambo la kweli, usifanye maskhara katika jambo hili. Akamuuliza, wewe unataka kumfanyia huyu mtu, kakufanya jambo gani, ubaya gani kafanya? Kamchukua mkeo? Na nikashangaa kwa nini yule bwana alikwenda moja kwa moja, kwa kuwa hawezi kufanyia mtu, hawezi kuumia, kia labda ni mwanamke tu ndio anaweza kumfanya mtu akawa vile. Akatingisha kichwa, akamwambia basi mimi si ndo kufanyia kwa mtu, tutakufanyia kwa mnyama, uone atalala usingizi moja kwa moja, utampima hamna kitu, tutamwamsha. Sasa yule bwana yote akafanya na alifanywa na yote akayaona movie. Sasa hii movie inapokushia, yule kijana akarudi Marekani kwenye chuo kikuu, akaambia ushahidi huu. Sasa baada ya pale wale wameona ushahidi kuwa alikuwa huyu mbwa kafa au mbuzi kafa, akafufuliwa. Sasa wakaweka maneno, wakasema hili bado linaendelea, bado lipo katika utafiti, hatujafikia mwisho. Sasa narudi kwa Marekani, Irani. Hii fikra kuwa akithubutu Marekani kupiga nuclear kwa Irani, watamgeuka wote wale, watakamata bezi zao. Kamata bezi manake ni vita, ilikuwa ni kitendo cha vita. Na ukamata bezi za Marekani atakuwa na nini? Marekani atakuwa amekwisha. Yaani wale wote ambao walikuwa akiona yeye ni marafiki zake washageuka kuwa maadui. Hili sisi wachambuzi wadogo tuachie wachambuzi wakubwa, na tujalie kwa Allah kwa hili jambo halitatokea. Kwa hii vita imekwenda kwa mwezi wa 6 sasa, itakusha kwa salama ya amani, kwa maana kuwa haitofika huko na kufika kuwa Marekani kwa hakika ameshindwa. Sasa hii ndio watu wanajiuliza, huyu atakubali? Yeye mwenyewe hakubali kama ameshindwa, kila siku anazua mambo
ya uongo, mambo ambayo yanashusha tele heshima ya rais wa Marekani. Rais wa Marekani si rais wa kawaida, ni rais anatazamwa na dunia nzima. Leo rais huyu amekuwa kichekesho cha dunia. Nilitaka nilete hili tulizungumze, na labda mtakuwa na fikra na mtaweka hapo maoni yenu, tuone mnalionaje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.